Nimefurahi sana mimi kupata heshima ya kuja kutembelea tena mradi wetu wa bandari ya Mbamba Bay ambao unajengwa kwa takriban shilingi bilioni 80. Kati ya bilioni 80 hizo, bilioni 75.8 kwa ajili ya mkandarasi na bilioni 5 ni kwa ajili ya usimamizi. Kazi inaenda vizuri na tumefikia 47% kama wataalamu walivyosema. Mradi huu ni mkubwa na ni muhimu sana hasa kwa uchumi wa maeneo haya. Sitaki kurejea huko, lakini kazi inaenda vizuri kama mnavyoona. Ujenzi mkubwa wa bandari unategemea nguzo zinazowekwa chini ya maji. Na bandari hii inajengwa kwa kutumia nguzo 140 piles. Na mpaka sasa hivi tumeshaika piles karibuni 81. Ukitoa 140, ukitoa 81 imebaki kama piles 60. Tunaamini kwa rates wataalamu waliosema piles moja hata kama kwa siku moja, bado piles hizo 60 tunaweza kuzifanya kwa miezi miwili. Kwa vile bado naamini tukijipanga, tukileta fedha kwa wakati, mradi huu utamalizika kabla ya mwezi tarehe 26 August. Mheshimiwa mbunge, viongozi wangu wa chama, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi tunaujua umuhimu wa mradi huu kwa wananchi wa hapa. Tunajua wananchi wa kanda hii wamesubiri bandari hii kwa muda mrefu. Kwa vile tutafanya kila inalowezekana kuhakikisha kwamba bandari hii inamalizika kwa wakati. Na si kwa wakati tu, lakini kwa viwango vinavyostahili. Kwenye usanifu wa bandari hii tumeangalia mabadiliko ya tabia nchi ya miaka 50 yanayokuja. Sababu naweza kujenga bandari leo, baada ya muda maji yakajaa. Bandari hii tumeijenga katika kiwango ambacho hata kama kutabadilika viwango vya maji kupanda na kushuka, itafanya kazi kama ilivyotarajiwa. Mwito wangu kwa TPA na mkandarasi, tumsimamie mkandarasi, tuhakikishe kwamba huo muda ambao tumewaahidi viongozi na tumewaahidi wananchi tuweze kukamilisha kabla wakati huo. Jingine, Mheshimiwa mbunge unazungumza mambo manne. Moja ilikuwa ni kuhusu time ya kumaliza mradi ambayo nimeshalizungumza. La pili, fidia. Serikali hii inawapenda sana Watanzania na kila mtu ambaye anastahili fidia, kulipwa fidia kwa mujibu wa sheria, to underline neno kwa mujibu wa sheria, tunawalipa. Na hao tayari wananchi wa hapa wameshafanyiwa tathmini, watakuja wataalamu kuhakiki, halafu tutaanza kuwalipa. Hatutaki kuwachelewesha wananchi hao malipo yao. Mwishoni mwa mwaka jana walianza kufanya tena fidia kwa ajili ya kuongeza eneo la ziada hapa. Na fidia hiyo sasa process ile inakwenda vizuri, lakini wananchi hawa wanatamani ile fidia ifanyike kwa haraka ili zoezi hili liweze kwenda kwa pamoja na wao waweze kutafuta sehemu zingine za kwenda kuhamia. Kwa hiyo ilikuwa tunaomba ulichukue kusudi wananchi wale waweze kupata zile fidia na kuondoka. Muda haujaisha bado, lakini tunatamani usije ukaisha na ukaongezeka. Kwa hiyo tukiona tukilichukua ili mapema, ina maana tutakuwa tuna amani zaidi. Jambo la pili, la tatu, kwa sababu la kwanza nilisema kasi inayokwenda ni nzuri, lakini tungependa iende kwa kasi zaidi kwa sababu tunatamani ifike hapo inapotakiwa kwenda.